zako Baba, asubuhi hii, wakati huu wa mchana tunapoenda kulisikiza neno lako, ndiyo tumeweza kutenga muda huu ili ya kwamba tukaweze kusikia unaponena nasi. Ombi letu kuu ni ya kwamba utusaidie tukaweze kuwa watiifu, tukaweze kufuata maneno yako. Nitumie kama chombo na hebu nikaweze kutumika vilivyo katika kupeana neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Kwa hivyo mpendwa, jambo ambalo nakusihi ni jambo hili ya kwamba unapoangalia katika Biblia iko na mambo mengi ambayo inazidi kuyaongelea. Na wiki hii tumekuwa tukijifunza mambo mengi. Mojawapo ya mambo ambayo tumekuwa tukijifunza, unapata tulianzia kusema jinsi ambavyo Mungu katumia manabii na kazi ya manabii ilikuwa gani. Pia tukaweza kuangazia Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo ameweza kuwa akitumia manabii hawa kuandika. Kisha tuliweza kueleza wakati ambapo Mungu alikuwa ananena na nabii, je, alikuwa ananena naye kivipi? Na pia tukaweza kuangazia historia ya jinsi ambavyo roho ya unabii imeweza kuwa, ama swala la unabii limeweza kupitizwa vizazi hata vizazi. Na kwa hivyo mpendwa, siku ya leo tunaposema ya kwamba guided by the word, anchored in the testimony, ni vyema uweze kujua ya kwamba katika Biblia lazima watu misingi yao ijengwe katika neno la Mungu na shuhuda zake. Lazima misingi yote ikaweze kujengwa. Na siku ya leo tutaweza kufahamu, tutaweza kuangazia, tuweze kujua, je, misingi hii imejengwa kivipi? Na ni vipi kama kanisa la Mungu tutasimama kwa ujasiri tuseme ya kwamba kanisa la Mungu amelibarikia na kipawa cha unabii. Na mpendo, ningependa tuende pamoja. Kitabu ni cha Amosi. Amosi ni 3 mstari wake wa 7. Kitabu ni cha Amosi 3 mstari wake wa 7. Biblia takatifu itasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Yaani Biblia inasema ya kwamba Mungu hakuna jambo ambalo atakalolifanya kabla hajawafunulia watumishi wake manabii siri zake. Na kwa hivyo mpendwa, vyema ukaweza kuelewa, japokuwa ulikosa katika wiki mzima, ni vyema siku ya leo uweze kuelewa channel of communication ya Mungu na mwanadamu inakuwa kupitia nabii. Na nipeane mfano mmoja ambao tuliweza kuangazia, ni kitabu cha Kutoka ni 7. Kitabu cha Kutoka ni 7, unapoanzia pale mstari wake wa 1, wa 2 na wa 3, Musa anapotumwa kwenda kwa Farao, Mungu anamwambia, tazama wewe Musa utakuwa Mungu kwa Farao, naye Aroni ndugu yako atakuwa nabii. Yaani Biblia inasema ya kwamba Musa kwa Farao angekuwa Mungu, naye Aroni angekuwa sasa yeye ndiye nabii. Na hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi ili aweze kucommunicate na wanadamu. Mungu anatoa ujumbe, na kwa sababu ujumbe huo haufiki direct kwa mwanadamu, anatumia manabii wake ili manabii na wao walete ujumbe ambao umetoka kwa Mungu. Na ndivyo maana kitabu cha Amosi kimetueleza ya kwamba Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii. Na swali kuu, je, Mungu anaponena na hawa manabii, yeye ananena kwa njia gani? Hebu tuende kitabu ni cha Hosea. Kitabu ni cha Hosea ili tukaweza kuona, je, Hosea ananena aje kuhusu Mungu kunena na manabii wake. Kitabu cha Hosea ni 12 mstari wake ni wa 10.
Hosea ni 12 mstari wake wa 10. Sikiza jinsi ambavyo Biblia inasema hivi: tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Hosea anasema ya kwamba Mungu amenena na manabii, na Mungu anaponena na manabii yeye ametumia maono, na anapotumia maono ama ndoto za usiku yeye ananena na manabii kwa jinsi ya mifano, kama vile ambavyo alikuwa ananena na nabii Danieli alipokuwa ananena kuhusu habari ya nyakati za mwisho, yaani alipokuwa anaonyesha Danieli wanyama wakubwa wanne. Hivyo ndivyo Mungu anavyonena na manabii wake. Na jambo ambalo nataka tuweze kuliangazia pale katika kitabu cha Hosea, tumesoma ndiyo mstari wake wa 10, lakini mpendwa, enda nami hadi mstari wake wa 13. Hosea ni 12 mstari wake wa 13. Biblia takatifu inasema, na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri. Kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Kwa nabii Bwana akamtoa Israeli katika Misri. Huyo ni nabii wa kwanza. Na kwa nabii Israeli akaweza kuhifadhiwa. Na jambo ambalo nataka uweze kuelewa, kwa muda wowote ambao Mungu amenena na manabii wake, manabii huwa wawili. Manabii huwa wawili. Na manabii wanakuwa wawili kwa namna gani? Nabii wa kwanza ambaye anatabiri ujumbe, alafu nabii wa pili ambaye atakuja kusisitiza ujumbe ambao nabii wa kwanza aliweza kuunena. Yaani nabii wa kwanza atatabiri mambo ambayo yatakuja, lakini nabii wa pili atakuja sasa ujumbe ambao ulipewa na nabii wa kwanza, huo ndio ujumbe atakuwa akihubiri kama ujumbe wa wakati ule. Na kwa hivyo hawa manabii wote wawili wanafanya kazi ya kupeana ujumbe. Kazi kuu ya nabii ni kupeana ujumbe wa hukumu. Na hao wote manabii wawili ambao tunanena, wote wanapeana ujumbe wa hukumu. Lakini mmoja anatabiri ujumbe kabla ufanyike, wa pili sasa yeye ndiye ambaye anapeana ujumbe ambao nabii wa kwanza aliweza kupeana. Na ili uweze kuelewa, leo tutaweza kutumia mifano katika Biblia ili ya kwamba ukaweza kuelewa. Tunaposema guided by the word, anchored in his testimonies, tunamaanisha vipi? Nabii wa kwanza ambaye anarekodiwa katika Biblia ni nabii ambaye anaitwa Enoch. Enoch ni nabii wa Mungu. Na Enoch, unabii wa kwanza ambao alipeana unabii huu. Twende pamoja, kitabu ni cha Yuda. Kitabu ni cha Yuda. Hapa ndipo ambapo tunaona ujumbe wa nabii Enoch. Kitabu ni cha Yuda 1 mstari wake wa 9. Yuda ni 1 mstari wake Yuda 1, samahani, si mstari wake wa 9. Nataka tuweze kusoma kitabu kile cha Yuda 1. Wacha nikupe mstari ambao nataka tuweze kusoma, mstari wake wa 14. Yuda 1 mstari wake wa 14. Biblia takatifu inanena ikisema, na Enoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizolitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno yote ambayo wacha nirudie, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambao hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena
juu yake. Enoko anatabiri habari ya hukumu, na anasema ya kwamba Bwana anakuja ili aweze kulipiza kisasi, aweze kuhukumu watu ambao wamekuwa wakiongea kinyume na Mwenyezi Mungu. Huyu ni Enoko anatabiri. Utabiri wake unaweza uona ukifanyika mara mbili. Enoko anatabiri wakati Mungu atapeana hukumu, ambayo tunajua ni wakati Kristo anarejea mara ya 3 duniani. Na pia application ya kwanza ya ujumbe wa Enoko ni wakati ambapo Mungu anamuinua Nuhu, anaambia Nuhu, wewe jenga safina, maana uovu ambao uko hapa duniani ni uovu ambao umezidi. Na kwa hivyo Enoko yeye katabiri ujumbe ya kwamba Mungu atafanya hukumu na watu ambao wasiomcha. Na Enoko akaenda na Mungu kabla unabii wake uweze kutimia. Enoko akiwa nabii wa kwanza, yeye katabiri ujumbe, lakini ujumbe wake haukuweza kuwa fulfilled akiwa hapa duniani, maanake Mungu alimchukua. Lakini baada ya Enoko, unapoingia kitabu cha Mwanzo 6, kuanzia pale mstari wake wa kwanza hadi wa 3, Biblia inanena maneno haya. Kitabu kile cha Mwanzo 6, nataka uweze kusikiza jinsi ambavyo Mungu ananena. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Mungu ananena ujumbe, anasema ya kwamba zamani zile watu walianza kuongezeka, na walipoanza kuongezeka maovu yakazidi. Maovu yalipoanza kuzidi sasa, Mungu akaona ya kwamba hatazidi, roho yake haitazidi tena kushindana na mwanadamu. Na hapa ndipo Nuhu anainuliwa. Na Nuhu, je, anapoinuliwa kazi yake ilikuwa gani? Kumbuka Biblia inasema ya kwamba wakati ule uovu ulizidi kuongezeka, na Mungu anasema roho yangu haitashindana na mwanadamu kamwe. Swali ni je, Nuhu alikuwa mtu wa aina gani? Twende kitabu ni cha Petro, ili ya kwamba tuweze kusikiza Mungu ananena vipi. Kitabu ni cha Petro wa pili, 2. Kitabu cha Petro wa pili 2, nataka tuweze kusoma pale mstari wake wa 5. Petro wa pili 2 mstari wake wa 5. Biblia hapa Petro anaelezea, ananukuu habari ya Nuhu. Na anaponukuu habari ya Nuhu, kitabu cha Petro wa pili 2:5 anasema, wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine 7 hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba inanena habari ya Nuhu, alikuwa mjumbe wa haki. Na Nuhu akiwa mjumbe wa haki, inasema ya kwamba wakati ule watu waliweza kumalizwa na gharika, lakini Nuhu na familia yake wakaweza kuokolewa. Na unabii ambao ulitabiriwa wa kwanza ni unabii mgani? Enoko akasema ya kwamba Bwana anakuja kufanya hukumu na watu ambao wamemuasi, watu ambao ni waovu. Na unabii huu unatimia wakati gani? Sasa wakati wa Nuhu, ujumbe ambao Enoko alihubiri unaanza kuwa ndiyo ujumbe ambao tunaweza sema kwa lugha ya Kiingereza the present truth of that time. No, Enoch preached a warning message that the Lord would judge his people. Now the message comes to a fulfillment when Noah
builds the ark, na anapojenga safina anaambia watu waingie safina. Watu wanapokataa kuingia safina, inakuwa sasa waovu wote wanaangamizwa. Kumbuka ya kwamba Israeli kupitia nabii akafanya nini? Akaokolewa kutoka Misri. Kupitia nabii akahifadhiwa. Huo ni mfano wa kwanza wa kuonyesha kila wakati Mungu huwa na manabii wawili. Nabii wa kwanza kazi yake ni kupeana ujumbe. Nabii wa pili kazi yake ni kusisitiza ujumbe wa nabii wa kwanza. Enoko akatabiri, Nuhu akasisitiza ujumbe wa Enoko. Nuhu aliambia watu, ingieni katika safina maana gharika inakuja. Lakini watu wakakosa kumsikiza, na wale ambao walikosa kumsikiza wakaweza kuangamia. Mfano wa pili ambao nataka tuweze kuuangazia ni mfano wa nabii ambaye anaitwa nabii Ibrahimu. Nabii Ibrahimu anaonyeshwa na Mungu, na anapoonyesha na Mungu anaambiwa kwamba uzao wako utakuwa watumwa katika nchi ya ugenini. Anaambiwa kwamba your seed shall be foreigners kwa muda wa miaka fulani. Na Ibrahimu anaambiwa ujumbe ule, lakini anakufa kabla ujumbe ule uweze kutimia. Ibrahimu yeye ameelezwa ya kwamba unaposoma kitabu ni cha Mwanzo ni 12. Kitabu cha Mwanzo 12 inaeleza kuhusu uzao ambao Ibrahimu alielezewa habari yake. Kitabu cha Mwanzo 12, hebu tusome pale mstari wake wa 3. Mwanzo ni 12 mstari wake wa 3. Sikiza jinsi ambavyo Biblia inasema maneno. Inasema hivi 12:3, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Labda nirejelee mstari wake wa 2. Nami nitakufanya wewe taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Hapa Biblia inaeleza wakati ambapo Ibrahimu anainuliwa na Mwenyezi Mungu, wakati ambapo anaitwa kuwa nabii, anaambiwa kwamba mimi nitakubariki. Bwana Mungu anamwambia nitakubariki, na anapomwambia nitakubariki anamwambia uzao wako utakuwa ni uzao mkubwa, na katika wewe mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Sasa hapa ni mwanzo wa kuitwa kwa Ibrahimu. Unapoendelea kusoma Biblia sasa, hapo ndipo Mungu sasa anamueleza Ibrahimu, anamwambia maneno haya. Wakati ambapo unaendelea kusoma Biblia sasa, hapa ndipo Mungu anazidi sasa kumpa unabii. Na unabii ule anampa wapi? Kitabu ni cha Mwanzo 14. Mwanzo ni 14 samahani. Mwanzo ni 15. Mwanzo 15, nataka kwanza tusome pale mstari wake wa 18. Inasema hivi, Mwanzo 15:18. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Furati. Yaani Biblia inasema ya kwamba uzao wako nimewapa nchi hii. Na hapa ambapo anapoongelea kuhusu uzao wako nimeweza kuwapa nchi hii, alikuwa anaongelea kuhusu habari ya Kanaani. Ibrahimu anakufa kabla unabii huu uweze kutimia. Na pia nimekueleza Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu alikuwa ameambiwa ya kwamba uzao wake wangekuwa nchi ya ugenini. Ibrahimu ujumbe amepeana, utabiri amepeana. Nabii ambaye
anakuja kusisitiza ujumbe huu ni nabii mgani? Nabii Musa. Na nabii Musa anasisitiza ujumbe kivipi? Musa anakuwa na wana wa Israeli wakiwa pale nchi ya Misri. Kumbuka unabii ulikuwa umetabiri ya kwamba wana wa Israeli wangekuwa nchi ya utumwa. Musa sasa yeye anakuja kusisitiza ujumbe wa Ibrahimu, kuwaeleza ya kwamba hapa hatukuwa tukae milele, ilikuwa tukae kwa muda fulani halafu tutoke. Na hapo ndipo Musa anaanza ile safari ya kukomboa wana wa Israeli toka Misri kuelekea nchi ya Kanaani. Na kwa sababu Musa kufikia Kanaani, utabiri wa Ibrahimu ya kwamba uzao wako utapata nchi hii unaweza kutimizwa na nabii ambaye ni Joshua. Joshua yeye ndiye ambaye anafikisha wana wa Israeli Kanaani, na anapowafikisha pale anawakumbusha ya kwamba hapa ndipo mahali ambapo babu zenu walikuwa wameambiwa na Mwenyezi Mungu mngepachukua. Na mpendwa, hapa tunapoongelea habari ya manabii, unapata ya kwamba Mungu anafanya kazi na manabii wawili kwa kila wakati. Nabii wa kwanza ni wa kutabiri ujumbe, nabii wa pili pia anatabiri, lakini anasisitiza ujumbe wa nabii wa kwanza. Musa akasisitiza ujumbe wa Ibrahimu, Yoshua akasisitiza ujumbe wa Ibrahimu. Na hiyo ni mifano miwili. Leo nataka tuweze kuangazia mifano mingine miwili ili ya kwamba ukaweze kuelewa mbona ya kwamba Hosea aseme ya kwamba kwa nabii Israeli alikombolewa toka Misri na kwa nabii Israeli kahifadhiwa. Sasa twende mfano mwingine, mfano ambao ni wa nabii Yeremia. Yeremia, unaposoma kitabu cha Yeremia 25, unaposoma kitabu cha Yeremia 25, Mungu ananena na nabii Yeremia, na anaponena na nabii Yeremia anamwambia ya kwamba wana wa Israeli ni lazima waende Babiloni kwa miaka ngapi? Miaka 70. Hebu tusome pale Yeremia 25:11 na 12. Kitabu cha Yeremia 25:11-12 inasema hivi: na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldao pia, nami nitaifanya ukiwa milele. Yeremia anapewa ujumbe, na Yeremia ujumbe ambao anapewa ni ya kwamba wana wa Israeli wangemtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Nabii wa kwanza yeye katabiri ujumbe, habari ya hukumu, na yeye anasema wana wa Israeli ni lazima wamtumikie mfalme wa Babeli miaka ngapi? 70. Na je, ni nabii gani ambaye anakuja kusisitiza ujumbe wa miaka 70? Nabii ambaye anasisitiza ujumbe huu wa miaka 70 ni nabii ambaye anaitwa Danieli. Danieli yeye ndiye ambaye anakuja kusisitiza huu ujumbe. Na anasisitiza huu ujumbe wapi? Kitabu ni cha Danieli 9 mstari wake wa kwanza na wa pili. Danieli 9 mstari wake wa kwanza na wa pili. Nabii Danieli anaandika akisema maneno haya. Kitabu kile cha Danieli 9 mstari wake wa kwanza na wa pili inasema: katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Usero wa uzao wa Wamedi,
aliyetawazwa kuwa mfalme wa milki ya Wakaldayo katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Nami Danieli, na kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Danieli kwa muda wake yeye anarejelea maneno ya nabii Yeremia. Yeremia wakati ambapo anaeleza kuhusu habari ya wana Israeli kuwa miaka 70, yeye hapati nafasi ya kuweza kukaa na wana wa Israeli hadi miaka ile 70 ishe. Lakini nabii Danieli yeye ndiye anakuja kusisitiza ujumbe ambao nabii Yeremia aliweza kuandika. Na anaposisitiza anasema, nalisoma katika vitabu nikaona ya kwamba miaka hii 70 ilikuwa na mwisho wake. Miaka hii 70 ilikuwa ikamilike. Huo ni mfano wa tatu ambao tumepeana, jinsi ambavyo Mungu anainua nabii wa kwanza, alafu pia Mungu anainua nabii wa pili ambaye anasisitiza ujumbe wa nabii wa kwanza. Na nataka niweze kutumia mfano mwingine ili ya kwamba ukaweza kuelewa ya kwamba tunaposema ya kwamba guided by the word, anchored in his testimonies, kuna jambo ambalo tunaliangazia. Nabii mwingine ambaye tunaangazia habari yake ni nabii ambaye anaitwa Danieli. Danieli anapeana utabiri. Na Danieli anapopeana utabiri, unaposoma kitabu cha Danieli 9 kuanzia pale 25 hadi 27, Danieli anapeana ujumbe, na ujumbe huu anapeana ni ujumbe wa wakati. Anatabiri kuhusu wakati ambapo Yesu Kristo angezaliwa, na si kuzaliwa tu, anatabiri wakati ambapo Kristo pia angesulubishwa pale msalabani. Danieli anapata kutabiri ujumbe, na ujumbe huu unakuja kutimizwa wakati mgani? Nabii ambaye anahusika katika kutimiza huu ujumbe ni nabii ambaye tunamuita Yohana Mbatizaji. Kumbuka, Danieli anatabiri wakati ambapo Yesu angebatizwa, na unapata ya kwamba Yohana Mbatizaji anakuja kupiga emphasis ya ujumbe ambao Danieli aliweza kuupeana. Na anapiga emphasis kivipi? Yohana Mbatizaji, ujumbe ambao anakuja wa kuhubiri, anawaambia tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu u karibu. Yaani repent, for the kingdom of God is at hand. Na anapohubiri huo ujumbe, unapata ya kwamba yeye katayarishia Yesu njia. Anakuja, anabatiza Yesu. Unaposoma kitabu cha Mathayo 3, unaposoma kitabu hicho chote kinaelezea kuhusu jinsi ambavyo Yesu aliweza kubatizwa na jinsi ambavyo Yohana Mbatizaji aliweza kuhubiri Injili, akiambia watu lazima wangetubu. Mifano ndiyo tumeweza kutoa mifano minne. Kuna mifano mingi katika Biblia. Mifano ni mingi katika Biblia. Lakini mpendwa, nataka uweze kuelewa jambo hili. Mungu anapotumia manabii wake, hakuna nabii ambaye atainuka anene kinyume na nabii wa kwanza. Hakuna nabii yeyote atainuka mahali popote katika Biblia anene kinyume na nabii wa kwanza. Na jambo pia la pili pia ambalo napaswa uweze kulifahamu, mara nyingine habari ya manabii si ya watu wa dunia, bali ni ya watu wa Mungu. Habari ya manabii kutabiri, sana sana ujumbe haukui kwa watu wa dunia, unakuwa kwa watu wa Mungu. Nasisitiza hivi nikisema kivipi? Twende kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza ni 14
nataka tuweze kusoma pale 22. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wake wa 22. Hebu sikiza jinsi ambavyo Biblia inasema kuhusu habari ya kipawa hiki cha roho, kipawa cha unabii. 14:22 inasema hivi ya kwamba basi hizi lugha ni ishara, si kwa waaminio bali kwa wasio amini. Unapoendelea kusoma inasema lakini, nirejelee tena, lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini bali kwa ajili ya waaminio. Mpendwa, fahamu neno la Bwana limesema ya kwamba kuhutubu si kwa watu ambao wasioamini. Kuhutubu ni kwa wale ambao waaminio. Na kwa hivyo kipawa hiki cha unabii kiko hapa ili kiweze kusaidia kanisa la Mungu. Kipawa hiki kiko pale ili kiweze kusaidia kanisa la Mungu, na ndiyo maana Mungu anakitumia ili ya kwamba kanisa la Mungu liweze kuelewa ya kwamba kipawa hiki cha unabii itakuwa ni the identifying mark ya kanisa la Mungu. Kipawa hiki cha unabii itakuwa ni the identifying mark ya kanisa la Mungu. Na itakuwa the identifying mark kivipi? Twende kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni 12 mstari wake wa 17. Ufunuo ni 12 mstari wake wa 17. Biblia itasema ya kwamba joka akamkasirikia huyo mwanamke, akaenda kufanya vita na uzao wake, ambao hao ndio wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Yaani Biblia inasema ya kwamba hao ndio wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Joka ni nani? Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo ni Shetani. Na mwanamke ni nani? Mwanamke anaashiria kanisa kwa mujibu wa Efeso 5:32. Na kwa hivyo Shetani anaonekana akifanya vita na kanisa, na si kanisa peke yake, anaenda kufanya vita na uzao wa kanisa. Na uzao wa kanisa tunaweza sema kwa lugha ya Kiingereza, hao ndio ambao wanaitwa the remnant. Na the remnant, the identifying mark of this remnant, number 1, they keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Na ili uweze kuelewa kuhusu habari ya the remnant, nataka uweze kwenda pamoja nami kitabu cha Warumi ni 11 ili uweze kuelewa kuhusu habari ya the remnant. Warumi ni 11. Warumi ni 11 inasema habari hii. Warumi 11 mstari wake ni 3 hadi 5. Warumi ni 11 mstari wake 3 hadi 5 inasema ya kwamba Bwana, wamewaua manabii zako, wamezibomoa madhabahu zako, nami nimesalia peke yangu, nao wanitafuta roho yangu. Lakini ile jawabu ya Mungu yamwambiaje? Nimejisazia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya Baali. Basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa, yako mabaki waliochaguliwa kwa neema. Kuna mtu labda hajaelewa kitabu cha Warumi kinaongelea kuhusu nini. Unapoanzia mstari wake wa 2 inaeleza kuhusu nabii
Eliya. Inaeleza kuhusu nabii Eliya. Na nabii Eliya unapomwangazia, ilifikia wakati mmoja akiwa pale Israeli, nabii Eliya akaweza kusema ya kwamba, hebu angalia Bwana, mimi ndiye nabii ambaye nimebaki. Lakini Mungu akamwambia, usihofu, maanake nimejibakishia manabii ambao wametajwa. Ni manabii ngapi? Nimejibakishia manabii 7,000. Nimejiwekea manabii 7,000 ambao hawajapiga goti lao kwa Baali. Na unapoangalia manabii hawa 7,000, Mungu anajaribu kusema ya kwamba even though ya kwamba manabii wengi wameweza kuuliwa, the remnant of those who have not worshipped Baal ni 7,000 prophets. Na unapoongezea nabii Eliya, tunaweza sema 7,001. Na kwa hivyo Mungu anamwambia kwamba pia nyakati hizi za mwisho, I have a remnant. Na this remnant, kila wakati a remnant lazima ikuwe pia mfano wa ile ya kwanza. Wakati Mungu anasema nimejisazia manabii 7,000 ambao hawajainamia Baali, ina maana manabii ambao waliuliwa pia wao hawako wameinamia Baali. Na kwa hivyo Mungu anaposema ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo, anaponena anasema ya kwamba ati joka akaenda kufanya vita na uzao wa kanisa, anamaanisha ya kwamba uzao huu wa kanisa, the remnant, are identified by keeping the commandments of God and the testimony of Jesus. Na hiyo ndiyo imekuwa the identifying mark in the whole of the Bible, keeping the commandments of God and the testimony of Jesus. That has been what has been guiding the people from the ages. Na hebu tuangalie ili ya kwamba uweze kuona ya kwamba how has this been guiding. Unajua, tunaposoma, labda unaweza andika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wake wa 10, itatuambia ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii, the gift of prophecy. Na watu ambao wanatoa prophecy ni manabii, na kazi ya manabii ni kutabiri. Na the identifying mark ambayo imeambiwa pale of knowing the remnant is they keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ, of which the testimony of Jesus Christ is a spirit of prophecy. Let us use some examples ili uweze kuelewa. The law goes hand in hand with the prophets. The word commandments inapotumika, most of the time utapata mara nyingi kwa Biblia the word commandments and the law ikitumika interchangeably. Na nataka tuweze kuangazia mifano, tuweze kujua, je, inakuwa vile? Hebu tuende kitabu cha Isaya. Isaya ni 8. Isaya ni 8 mstari wake wa 16. Isaya ni 8 mstari wake 16. Inasema aje? Bind up the law. Tufike pale. Kitabu ni cha Isaya 8 mstari wake wa 16. Isaya ni 8 mstari wake wa 16, inasema hivi: ufunge huo ushuhuda, ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Bind up the testimony, seal the law among my prophets, among my servants. Bind up the testimony, seal the law among my prophets, among my servants. The law and the testimony. The law and the testimony. Tuendelee pale mstari wake wa 20. Itasemaje? To the law
and to the testimony. If they speak not unto this word, then there is no light in them. Revelation 12 imetuambia the identifying mark of the remnant church will be they keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Isaiah chapter 8 verse 20 inasema ya kwamba to the law, to the testimony. If they speak not unto this word, then they have no light in them. Na je, Isaiah anajaribu kumaanisha nini? Anajaribu kusema ya kwamba unapoangazia ya kwamba kila nabii katika Biblia, wacha nikurahisishie ili ya kwamba ukaweze kuelewa Isaiah 8:16 na 20. Wacha nikurahisishie ili ukaweze kuelewa. Mpendwa, nataka turejelee nani ambaye alipeana sheria? Ni Musa. Musa ndiye ambaye alipeana sheria. Lakini unapata ya kwamba mtu ambaye anaitwa Yoshua, in all his times amemention Musa kuliko vile ambavyo yeye amejimention katika kitabu chake. Unaposoma kitabu cha Joshua imemention, unaweza pata around 58 times mentioning Moses. Na Moses yeye anajulikana, he had the law. Na unapata ya kwamba Yoshua ni nabii, lakini his reference is to what Moses had written. Na kwa hivyo kitabu cha Isaya kikisema to the law and to the testimony, yaani Isaya anasema ya kwamba you must go back to Moses for you to know that you have the light. Kuna mtu labda bado hajanielewa. Hebu tutumie mfano, tusome kitabu cha Yoshua. Kitabu hicho tu cha Joshua ili uweze kuelewa how does Joshua refer to the law. How does Joshua refer to the law? Twende kitabu the book of Joshua ili ya kwamba ukaweza kuelewa to the law and to the testimony ina apply. Twende the book of Joshua chapter number 8 verse number 31. The book of Joshua chapter number 8 verse 31. Inasema hivi, kama Musa mtumishi wa Bwana alivyowaamuru wana wa Israeli, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa, madhabahu ya mawe yasiyochongwa ambayo mtu hakutumia juu yake chochote chombo cha chuma, na wakatoa juu yake sadaka za kuteketeza kwa Bwana na kuchinja sadaka za amani. Verse 32 inasema akaandika huko juu ya mawe hayo nakala ya Torati ya Musa aliyoiandika mbele ya wana wa Israeli. Joshua is building an altar in reference to Moses who wrote the law. Joshua is a prophet of God, but all he is doing it in reference to the law. Huyo ni Joshua ana refer to Moses. Remember, kitabu kimetuambia our emphasis is for us to identify the remnant, it is to the law and to the testimony. The remnant wanashika sheria ya Mungu na ushuhuda wa Yesu. Mfano wa pili, ili ya kwamba ukaweza kuelewa jinsi ambavyo manabii they always referred to the law. Twende kitabu cha Malachi, the book of Malachi chapter number 4. The book of Malachi chapter number 4. Sikiza jinsi ambavyo Biblia inasema pale. The book of Malachi chapter number 4, nataka tusome pale verse number 4. The book of Malachi chapter 4 verse number 4 inasema, ikumbukeni Torati ya Musa mtumishi wa Mungu niliyowaamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam amri
na hukumu. Remember what Moses wrote. Kumbukeni amri ya Musa. Remember ya kwamba nabii Malaki akiwa ni nabii wa mwisho kuandika kitabu katika the Old Testament, he is still in reference to the law of Moses. He is still in reference to the law. Na hii inakuonyesha ya kwamba manabii wote walikuwa wanarejelea nani? Jambo la kwanza, Moses. Even now in this present age and time, a prophet who will come and not refer to Moses, that is a prophet of doom. That is not a prophet of God. Because hata Yesu anapokuwa hapa duniani anaambia Wayahudi, najua ya kwamba Musa alinena maneno haya, lakini pia mimi nanena maneno haya. Moses said, but also I am speaking. Moses was speaking, also me am doing what? I am speaking. Unapata ya kwamba hata the book of Acts of the Apostles, at all times utapata ndani ya kanisa la Mungu kulikuwa kuna somo nini? Hebu tuuliza Biblia, kanisa la Mungu watu walikuwa wanasoma nini wakati ule? The book of Acts chapter 13. The book of Acts chapter 13, hapa tunaangazia kuhusu kanisa la Mungu watu walipokuwa naenda kanisani. Je, kulikuwa kuna somo nini? Nataka tuweze kuona jinsi ambavyo Biblia inasema. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 13 mstari wake wa 15. Matendo ya Mitume ni 13 mstari wake wa 15, inasema, kisha baada ya kusomwa Torati ambayo inasimamia the law, na chuo cha manabii, wakuu wa sinagogi wakamtuma mtu kwao na kuwaambia, ndugu, kama mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa, listeneni. What was being read in the church of God? It was the law and the prophets. Na tunaweza sema it is the law and the testimonies of the prophets. Na the testimonies of the prophets, unajua the prophets ni ujumbe gani ambao wanaandika? Hebu tuende kitabu cha Petro wa kwanza. Najua tumeandika mafungu mengi, lakini natumia haya mafungu ili tukaweza kuelewa. Kitabu ni cha Petro wa kwanza 1 mstari wake wa 11. Petro ni hatumaini wa kwanza. Wacha tamini nifike pale ili ya kwamba ukaweza kusikiza jinsi ambavyo Mungu anasema. Petro wa kwanza 1 mstari wake wa 10 na wa 11 hadi wa 12. Inasema maneno haya: katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari ya neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili ya hao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi injili ya kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. The Spirit guided the prophets. Na Peter anasema ya kwamba Roho Mtakatifu alipokuwa anatumia manabii, ujumbe huu ambao manabii walikuwa wanautabiri ndiyo ujumbe ambao unahubiriwa katika kanisa la Mungu. Mpendwa, ni vyema ukaweza kuelewa ya kwamba the church of God was reading the law and the prophets. Peter is saying the Spirit was the one guiding
the prophets. Na tunaposema ya kwamba the spirit of prophecy, we are speaking of how the Holy Spirit has guided the church through the ministry of the prophets. Now the ministry of the prophet, the message that they will give is a message of prophecy. And so friends, today when we are saying guided by the word, anchored in his testimony, we are saying as a remnant of God, without reading the law and without reading the testimonies, we are not a remnant. Without reading what Moses said, without reading the testimonies, we are not following the Bible. Paul would say it better, the spirit of the prophets are subject to the prophets. Najua kuna mtu ambaye bado hajanielewa ujumbe huu unahusiana aje na the spirit of prophecy Sabbath. Nataka uweze kuelewa jambo hili. Nikurejelee yale ambayo nilisema. Musa ndiyo alikuwa ananena, lakini unapata ya kwamba Joshua came to expound what Moses had written. Musa akanena, lakini unapata nabii Danieli pia ana expound. Musa akanena, but the one who is coming to expound what was written is the prophet who comes afterwards. Moses is writing, but now Jesus is coming expounding what Moses had written. The work of the testimonies is to expound the law. The work of the prophets was to expound what was written in the law. Unapata ya kwamba, nitumie mfano mmoja kwa Biblia ili uweze kuelewa. During the time of Nehemiah the prophet, during this time of Nehemiah the prophet, unapata ya kwamba the Levites walikuwa wameachiliwa sana. The Levites walikuwa wameachiliwa hadi walikuwa wameanza kufanya kazi. Lakini Nehemiah did the reformation during his time. Akasema ya kwamba, remember what the law had written, that the Levites ought not to work. Na hapo ndipo Nehemiah akaagiza akasema ya kwamba Walawi hawatafanya kazi yoyote, wabaki kufanya kazi hekaluni. Moses had written of how the Levites should work, but Nehemiah came to expound what Moses had written. The work of the prophet is just expounding what was written. He is not coming with a different message. He is just expounding what was written. Na ndio maana utapata Yesu kwa wakati wake, yeye tu anasema ya kwamba manabii walikuwa wananena habari yangu. Nitumie mfano wa Yesu ili ukaweze kuelewa. Yesu katika maisha yake akiwa hapa duniani, Yesu anaweza kunena habari hii. Hebu twende, Yesu anapeana mfano, na anapopeana mfano ananena kuhusu maneno haya. Wacha nisitumie hiyo ya mfano. Wacha nitumie kuhusu habari ya uzima wa milele. Twende kitabu cha Yohana. Yohana ni 5 mstari wake wa 39. Yohana 5 mstari wake wa 39. Je, Biblia inasemaje? Ye search the scriptures, for ye in them ye think that ye have eternal life. Search ye the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. And those scriptures are they which testify of me. Jesus, while saying this, anaambia Wayahudi, unajua wakati Wayahudi hawakuwa wanasoma the book of Matthew, hawakuwa wanasoma the book of Mark, hawakuwa wanasoma the book of Luke, hawakuwa wanasoma the book of John. They were reading the law. They were reading what the prophets had written. And now Jesus is elaborating, anasema ya kwamba what Moses had written, what the prophets had written,
they had written about eternal life, of which I'm the one written in those books. Na Moses ameandika kuhusu habari ya Yesu. Unaposoma kitabu cha Numbers, manabii wametabiri habari ya Yesu, na wote Yesu anakuja anasema, I'm just expounding what was written. I have nothing new to bring. I'm just expounding what was written beforehand. Mpendwa, katika kanisa la Mungu tunapoangalia, having that we have laid a foundation, emphasizing that a prophet will always emphasize the message that was written beforehand. A prophet will just expound the message. And having that, tuliangalia kwamba there has always been two prophets, one who prophesies the message and one who this message comes to fulfillment. Then it means at these end times the church of God must have a prophet. At these end times the church of God must have a prophet. Na labda ni kurejelee ili ya kwamba tuweze kuona kanisa la Mungu liko na nabii mgani. Kitabu cha Malaki 4, sasa tusome mstari wake wa 5 na wa 6. The book of Malachi, chapter number 4, verse number 5 and verse number 6. Biblia inasema ya kwamba nyakati za mwisho nitamtuma Elia nabii. Wacha hata mimi nifike pale ili tuweze kusoma. Inasema, angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Malachi, he is referring to Elijah the prophet. But while referring to Elijah the prophet, anasema this Elijah the prophet will come before the day of the Lord. The first application ya the book of Malachi chapter 4 verse 5 na verse 6. The first application was with John the Baptist. That was the first application. Ya kwamba Elijah the prophet would prepare a people before the coming of the Lord. The second application of the book of Malachi, before Jesus comes the second time, there must be a prophet in the church of God who will prepare a people for the coming of the Lord. John the Baptist prepared the way for Jesus Christ. There must be a prophet ambaye ata prepare a way for Jesus Christ. And this prophet, he will not be saying something new. He will just be expounding what is written. John the Baptist just expounded what Malachi had written. Jesus expounded just what Malachi had written. Ya kwamba he would call John the Baptist more than a prophet. Sasa kanisa la Mungu, nabii ambaye amepewa, utapata ya kwamba through the ministry of dada ambaye anaitwa Ellen G. White, that is what we call the ministry of the prophets in the church of God. Through her ministry, the church is prepared for the coming of the Lord. Na kabla sijamaliza, these I want to give an emphasis. In the Bible, not all prophets were canonical prophets. In the Bible, not all prophets were canonical prophets. Kuna mtu ambaye ameshangaa the word canon inamaanisha nini? When we say about canon, we are meaning the 66 books of the Bible. That is what is called the canon. Na wakati ambapo nasema canonical prophets, I'm saying the prophets who wrote the books of the Bible. Those are the ones who will be called canonical prophets. Now, the non-canonical prophets
are prophets found in the Bible, but they did not write a book. And one of the prophets was who? Ambaye yeye hakuandika kitabu. The prophet Nathan. And mwenye alienda kwa David. Prophet Nathan. He did not write a book, but he was a prophet. The other prophet, John the Baptist, was a prophet. He did not write a book. Elijah, Elisha, they were prophets, but they did not write a book of the Bible. And so, friends, it's upon us to understand even Agabus was a prophet, na hakuandika kitabu. And so it is for us to understand that the Lord does not have canonical prophet, he also have non-canonical prophets. Na hao non-canonical prophets wanaonekana, they were there even though they did not write the Bible. And their message was just expounding what was written. Another thing, the Lord, while using the ministry of the prophet, he was not limited to men alone. The Lord also used women in the ministry of the prophet. The first prophetess was a woman named Miriam, the sister of Moses. The second woman to be a prophetess was a judge. She was a judge, and she was also a prophetess, was Deborah. And there are other prophetess. Allow me just skip wenye wameandikwa katika the Old Testament. Twende the other prophetess mentioned in the Bible. The other prophetess is a prophetess during the time of Jesus' birth. And the prophetess during the time of Jesus' birth was Anna the prophet. And so the Lord that is not limited to men being prophets. Unaposoma the book of Acts, itakuambia the 4 daughters of Philip were prophetess or were prophets. And so as a church of God, while we say the ministry of Ellen G. White is a prophet of God, we are not saying that she is a prophet who was used the same way the other prophets were used. Unajua, most of the time, sermons will be preached that she is called a lesser light. And mark you should not say that because she is called a lesser light, she is different from the other prophets. No, she is not different. Let me lay an emphasis alafu ndio tumalizie. During the time of Jesus, Wayahudi, what they saw as a greater light was what Moses had written. They did not see the message the prophets had written kama ilikuwa na maana. What they had exalted the most was the law of Moses. And so they saw the other prophets as lesser light. And that is why Wayahudi walimkataa Yesu, Wayahudi wakakataa manabii. Because their exaltation was with Moses. In this present time, most of the people will make Ellen G. White a lesser prophet. Just because they want to exalt the Bible. But I tell you, friends, brethren, to the law and to the testimonies. If they speak not unto this word, then there is no light in them. The testimonies are always spoken by the prophets. Andiko letu, the key verse said, the book of Psalms 119, verse number 2. The book of Psalms, chapter 119, verse number 2. Sikiza vile ambavyo Mungu ananena. The book of Psalms, chapter 119, verse 2. Heri wazitio shuhuda zake, mtafutao kwa moyo wote. Heri watio shuhuda zake. The book of Chronicles itasema ya kwamba believe the prophets
and he shall prosper. Na the book of Chronicles inaposema believe the prophets, kumbuka yule ambaye anasema believe the prophets, anasema he's not a canonical prophet. Yeye hakuandika kitabu, lakini anaambia watu believe the prophets and he shall prosper. The gift given to the church of God, the gift of prophecy, having that it is a spirit of prophecy Sabbath, the emphasis is for the church to understand that it is not for us to diminish saying it is a lesser light. It is for us to understand that this so-called, we say the lesser light, is just expounding what was written. The work of the prophets was to expound what was written. And it is for us to understand it is the last day Elijah. The ministry of Ellen G. White is a ministry that will lead the church of God till Jesus comes the second time. Wapendwa, ni vyema ukaweza kufahamu ya kwamba usikatae shuhuda ambazo zimeandikwa pale. Hebu nisome Counsels for the Church. The book Counsels of the Church, page 92. The book Counsels for the Church, page 92. In the afternoon tutasoma pia nyingine, lakini wacha nisome Counsels for the Church, page 92. Inasema hivi. Counsels for the Church, page 92 inasema, listen to what it says. Counsels for the Church, page 92 inasema hivi ya kwamba the written testimonies are not to give new light. The written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truth of inspiration already revealed. Man's duty to God and his fellow man has been distinctly specified in God's words. Yet but few of you are obedient to the light given. Additional truth is not brought out, but God has, through the testimonies, simplified the truths already given in his own chosen way, brought them before the people to awaken and impress the mind with them. Inaendelea kusema, the Spirit was not given, nor can it be bestowed to supersede the Bible. For the Scriptures explicitly state that the Word of God is the standard by which all teaching and experiences must be tested. Says the prophet, believe not every spirit, but try the Spirit, whether they are of God, because many false prophets are come to the world. To the law and to the testimony, if they speak not unto this word, then there is no light in them. Dada White anapoandika Counsels for the Church anasema ya kwamba shuhuda ambazo ameziandika hazifai kusupersede the word of God. Anajaribu kusema ya kwamba they should not make the Bible become a different book. They are there just to expound the Bible, the way Jesus expounded the law of Moses. Kwa hivyo, wakati ambapo sisi kama wana wa Mungu ni vyema tukaweza kuelewa heri ambao wanazitii shuhuda za nani? Shuhuda za Mungu. Roho ambaye alitumia Danieli, roho ambaye alitumia the non-canonical prophets, ndiye roho ambaye alitumia dada yetu Ellen G. White. Na kwa hivyo tunapoimba Roho Mtakatifu tunasema roho huyo huyo aweze kututumia. Chorista anaweza tuongoza na wimbo huo tunapomalizia. Tusimame. Roho Mtakatifu
msafiri fuata, naongoza nyumbani. Wewe ndiwe rafiki, msaada karibu, tusiache shakani, na tukiwa gizani, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na sala, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Roho Mtakatifu, kiongozi amini, ulitumia manabii kuweza kuandika Biblia. Ulitumia manabii kuandika shuhuda ya mambo ambayo ulikuwa umewashuhudia wewe. Nyakati hizi za mwisho katika kanisa lako umetuambia ili ya kwamba tukaweza kujua ya kwamba sisi ni the remnant, ni kupitia sheria yako na ushuhuda wa Yesu Kristo. Ombi letu kuu ni ya kwamba kama vile Daudi amenena, ati heri yule ambaye anazitii sheria zako. Hebu kaweza kuwa hivyo ndani yetu sisi, tusiweze kuwakataa manabii jinsi Wayahudi walivyokataa manabii. Hebu tukaweza kutuilia maanani yale maandishi manabii wameweza kuyanena. Baba, twakuomba ya kwamba ukazidi kuwa pamoja nasi kama kanisa lako. Hebu kila wakati tukaweza kuelewa ya kwamba wewe wazidi kuongoza kanisa lako kupitia nabii wa kwanza na nabii wa pili. Hebu katusaidie tukaweze kuwatii manabii wote. Hebu katusaidie tuweze kuwa kama watu ambale walipokataa kusikia nabii wakaweza kuangamizwa pale na gharika katika wakati wa Enoko. Hebu tukaweze kuwa watu ambao wataweza kuokolewa na ujumbe wa manabii. Ni ombi letu, wache ikiweze kuwa ndio tabia yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ama utachukua chakula? Atachukua chakula.